Jeshi la Urusi chini ya uongozi wa Rais Vladimir Putin limetekeleza mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya Ukraine. Mashambulizi ambayo yamelenga kwa kiasi kikubwa miundombinu ya nishati na kusababisha kukatika kwa umeme kwa zaidi ya raia milioni moja. Tukio hili limetokea wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na dhoruba kali na viwango vya chini sana vya joto, hali inayozidi mateso kwa raia wa kawaida huko Ukraine. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, makombora kadhaa yaliyorushwa katika mji na maeneo tofauti tofauti yakiharibu vituo vya umeme, transformer na nyaya muhimu za kusambaza umeme. Matokeo yake, mamilioni ya watu wameachwa bila umeme, huku wengine wakikosa huduma za msingi kama maji safi, joto la majumbani na mawasiliano yakipungua ama kupotea kabisa. Mashambulizi haya yanatajwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa Urusi kudhoofisha uwezo wa Ukraine kuendelea na vita, hasa kwa kulenga miundombinu muhimu wakati wa msimu wa baridi. Serikali ya Ukraine imelaani vikali mashambulizi hayo, ikisema yanawalenga raia wasio na hatia na yanakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Wakati huo huo, timu ya dharura na wahandisi wa umeme zinaendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa saa nyingi licha ya hatari na hali mbaya ya hewa, ili kusudi kurejesha huduma za umeme katika maeneo yaliyoathirika. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky ametoa wito kwa wananchi kuwa na subira na mshikamano, huku akishukuru jamii ya kimataifa kwa msaada unaoendelea. Mashambulizi haya yamezua wasiwasi mkubwa kimataifa, huku mataifa ya magharibi na mashirika ya kimataifa yakitaka kusitishwa vita, yakitaka kusitishwa mapigano, yakitaka kusitishwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na kuongezwa kwa msaada wa kibinadamu kwa raia wa Ukraine, hasa wakati huu mgumu wa baridi kali. Kitendo cha majeshi ya Urusi kushambulia miundombinu ya umeme kimewashtua watu wengi na kuona tageti hii italeta athari zaidi kwa wakazi na wananchi wa Ukraine kwa pamoja. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa taarifa hii fupi ambayo inatokea huko Ukraine pamoja na Urusi. Nikuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuiombea amani dunia, kuombea amani dunia. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.